Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi ninayo furaha kubwa kabisa kualika siku ya leo katika tafakari yetu ya neno la Mungu, leo ikiwa ni siku ya 33 ya mafungo yetu ya siku 40 ya Kwaresma. Kwa kweli tumebakiza siku chache sana kuadhimisha fumbo hili kubwa sana la ukombozi wetu. Na leo ninataka nilete ujumbe unaosema kwamba kama ukitambua la kufanya basi una heri. Ndugu zangu, kuna misemo miwili ya Kiswahili ambayo sifahamu kwa kweli ilisemwa na nani na wakati gani, lakini misemo yenyewe inaenda hivi kwamba wa kwanza unasema ni rahisi sana kubomoa au ni rahisi kuharibu kuliko kujenga, na wa pili unasema kila safari ya kurudi inaanza pale mtu anaposema kwamba nimechoka kuishi hivi. Anapofika mahali anasema nimechoka kuishi namna hii, safari ya kurudi inaanza mara moja. Sasa katika maisha yetu ya kila siku, ndugu zangu, kuna wakati ambao tunajikuta ni kama vile tuko njia panda ambapo hatujui pa kuelekea. Labda tuko njia panda, tunajikuta ni kama vile tumepotea, hatujui cha kufanya, tumejeruhiwa, labda tumechoka, labda tunashindwa kuendelea jinsi tulivyo. Ni kama lazima tufanye maamuzi. Sasa katika nyakati kama hizo ambazo tunajikuta kwenye hali ya njia panda kama hizo, ni nyakati ambazo tunapaswa kufanya maamuzi, na maamuzi ambayo huenda kwa wakati huo yasiwe yanavutia sana, lakini ndani yake kwa kweli hayo maamuzi yamebeba uzima. Yanaweza yasiwe ni maamuzi mazuri yanayofurahisha, lakini ndani yake yamebeba mwanzo mpya, yamebeba mafanikio, yamebeba matumaini, yamebeba bright future, yamebeba maamuzi ya kurudi nyumbani. Hayo maamuzi mara nyingi huwa hayavutii kwa jinsi ya kawaida. Kwa mfano, mwana mpotevu katika Injili ile ya Luka, ile sura ya 15 mstari wa 11 mpaka wa 32, hakurudi nyumbani kwa sababu huko alikokuwa alikuwa na maisha mazuri. Hapana. Alirudi nyumbani kwa sababu maisha hayakuwa na maana tena huko alikokuwepo. Alifika ukingoni kabisa, alifikia mwisho kabisa. Aligundua hata heshima yake imekwisha kabisa alipojikuta anakula sahani moja na nguruwe, anakula sehemu moja na nguruwe. Unajua, ni katika hali kama hiyo sasa alitambua jambo la kufanya. Kuna wakati, ndugu zangu, tunajikuta kwenye hali kama hizo, hali mbaya, tumechemka, lakini bado mtu hatambui la kufanya. Sasa huyu mwana mpotevu alitambua cha kufanya, na aliamua, akasema sasa nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu. Alitambua cha kufanya. Uamuzi huo, ndugu zangu, haukuwa uamuzi wa kisanii hata kidogo. Haukuwa uamuzi wa kisiasa hata kidogo. Alimaanisha, ulikuwa ni uamuzi wa moyo, ni uamuzi wa toba, ni uamuzi uliotoka ndani, uliokuwa na mabadiliko ndani yake. Ndugu zangu wapendwa, ni vivyo hivyo. Toba ya kweli haiji kwa sababu tumejisikia vibaya tu. Hapana, toba ya kweli inakuja tunapochukua hatua. Hapo ndo unasema tunafanya toba ya kweli. Mtakatifu Ambrosi anasema kwamba toba ni mwanzo wa maisha mapya. Kwa hiyo lazima kuwe na kitu kipya ambacho cha kuanzia. Lazima kuwe na kitu kipya cha kufanya. Unajua, hatua ya kwanza kwa mfano inaweza kuwa kuomba msamaha. Kwa hiyo lazima kuwe na kitu cha kuanza kwenye toba. Lazima kuchukua hatua. Haitoshi kujisikia vibaya tu kwamba nimejisikia vibaya, nimegombana na mtu. Lazima kuwe na hatua. Kwa hiyo hatua ya kwanza inaweza kuwa kuomba msamaha, inaweza kuwa kuacha tabia fulani mbaya, inaweza kuwa labda kwenda kupokea sakramenti ya upatanisho, au inaweza kuwa kusema hapana kwa dhambi fulani ambayo imekuwa ikikufunga kwa muda mrefu. Kwa hiyo lazima kuwe na hatua, Unajua, ni wazi kwamba kama mwanadamu, saa nyingine sisi kama wanadamu, hatua hii huwa inaweza kukufanya labda ukajisikia vibaya. Inaweza kukufanya ukawa na hofu, inaweza kukujengea hofu, lakini ni katika hatua hiyo ndipo unaweza kupata uhuru wa kweli.
ni katika hiyo hatua. Kwa lazima kuchukua hatua, usiridhike na hiyo hali ulionayo. Katika dunia yetu leo, ndugu zangu, kurudi kwa Mungu kunaweza kukawa kunaonekana kwamba ni kitu cha udhaifu. Watu wakakudharau, umerudi kwa Mungu, wanakuona kama umefilisika, ndio unamtafuta Mungu. Lakini Mtakatifu Francisco anatufundisha vinginevyo. Anasema anayekubali udhaifu wake na kurudi kwa Baba, huyo ndiye mshindi. Anayekubali udhaifu wake na kurudi kwa Baba, huyo ndiye mshindi. Kwa hiyo ushindi si katika kujifanya kwamba huna makosa. Hapana. Ushindi ni katika ule ujasiri wa kukubali kwamba kwa kweli I'm weak, ninahitaji msaada, nikakubali na nikakabidhi hayo mambo kwenye huruma ya Mungu, nikajikabidhi kwa Mungu. Hapo ndipo kwenye ushindi wa kweli. Kwa hiyo hii safari ya toba, ndugu zangu, si safari ya mtu mmoja. Si safari ya mtu mmoja. Safari ya toba inagusa familia, inagusa jamii, inagusa kizazi. Hebu fikiria kama kulikuwa kuna jambazi ambaye anatesa kijiji kizima, anatesa mtaa mzima. Huyo akibadilika, hilo badiliko lake linaleta manufaa na furaha kwa kijiji kizima. Kwa hiyo safari ya toba si ya mtu mmoja tu, wakati mwingine ina mafanikio kwa wengi, kwa jumuiya, kwa familia. Kwa mfano, uamuzi wa huyu kijana ulileta furaha kwa baba yake, ulileta furaha kwa watu wote waliomzunguka, ulileta furaha kwa familia yake. Vivyo hivyo, ndugu zangu, toba ya kweli inaleta maisha mapya, sio tu kwa mtu anayetubu, bali hata kwa wale waliomzunguka pia. Kwa nini? Kwa sababu toba ni mabadiliko, toba ni mageuzi. Kwa hiyo kipindi hiki cha Kwaresma, ndugu zangu, ni kipindi cha neema, ni kipindi cha kukaa kimya na kusikiliza sauti ya Mungu ikituambia rudi nyumbani. Haijalishi umejichafua vipi, rudi nyumbani. Ni muda wa kusema inatosha sasa, sitarudi nyuma tena, narudi nyumbani kwa Baba yangu. Huu ni muda wake. Tukumbuke ndugu zangu, Mungu huwa haangalii umbali tuliotoka, lakini Mungu anaangalia moyo tuliorudi nao. Kwa hiyo haitakiwi tu kuwa yani hatutakiwi mpaka tuwe wakamilifu ndipo turudi. Hapana. Tunachohitaji ni kitu kimoja tu, ni moyo wa unyenyekevu unaosema sistahili kuitwa mwana wako tena, lakini nipokee. Na huu ndio mwanzo wa wokovu wetu, ndugu zangu. Ndugu zangu, hebu tafakari maswali haya matatu. Hebu jiulize, kuna uamuzi gani mgumu ambao Mungu anakuita kuuchukua? Lakini pia hebu jiulize, kuna jambo gani ambalo unatakiwa kuliacha ili kurudi nyumbani? Lakini jambo la tatu, jiulize, je, unaweza kusema kwa dhati kwamba sasa hivi tunapofika kipindi cha Kwaresma, tunapomaliza kipindi cha Kwaresma, unaweza kusema kwa dhati kwamba sasa nimerudi nyumbani kwako, Mungu? Ni kweli umerudi? Tufuatane tena katika kipindi kinachofuata. Mungu Mwenyezi awabariki na kuwatunza.